Bala kasika bala bai. Roho Mtakatifu uongozi wetu wa uhakika, na andiko la ufunguzi ni Injili ya Yohana sura 16 mstari wa 13. Nao linasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Malaka sika bala bala. Umesikia huduma ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo ni muhimu sana kwenye maisha yetu. Hebu sikia ile andiko, nasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Malika saka bala bala. Kwanza yeye ni Roho wa kweli. Atatuongoza atutie kwenye kweli yote. Kwa hiyo ukitaka kufahamu kweli ya neno la Mungu, mtumishi, unahitaji Roho Mtakatifu. Hauwezi kuijua na kuifahamu kweli ya Mungu kama hauna Roho Mtakatifu. Haijalishi una PhD 3-4 za theology, haijalishi. Unamhitaji Roho Mtakatifu uweze kuifahamu, kuipambanua kweli. Na ndio maana wale Mafarisayo, walimu wa sheria wabobevu, Yesu alipokuja hawakumfahamu, hawakumtambua. Sio kama sheria alikuwa hajui. Maisha yao yote wamekuwa wakisoma sheria. Nenda kaangalie vizuri kwenye maandiko. Hao jamaa wanasoma sheria akiwa na kuanzia miaka 5. Hebu fikiria. Yaani miaka 5 anakabidhiwa hekaluni, anaanza kufundishwa, au kwenye sinagogi anaanza kufundishwa kuhusiana na sheria. Ndio kama ni mtoto wa kiume. Nenda kasome vizuri kuhusiana, kama unataka kufahamu historia ya wale Wayahudi ambao wanasema wamebobea kwenye dini, uone. Lakini bila Roho Mtakatifu mambo yataku-elude, yani yatakupita kichwani, yani yatakuwa ni juu kuliko uwezo wako kufikiri na kuelewa. Masika la bada basira. Na andiko linasema, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu azungumzi nje ya kweli ya maandiko. Haijalishi uzoefu utakuwa nayo, haijalishi ndoto utakuwa nayo. Hata ongea nje kinyume na neno la Mungu, huyo sio Roho. Na zaidi sana atakupasha habari kuhusiana na mambo yanayokuja. Atakwambia kesho ikoje, mtumishi. Unakuwa na uhakika. Mtoto wa Mungu anaanza kusema hivi, huduma ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu sana kwa kila Mkristo. Yeye ni mwalimu wetu na kiongozi wetu, na unapomtegemea atakufundisha kila kitu unachohitaji kujua kuhusu maisha, na kukuongoza jinsi ya kuishi kwa ushindi kila siku, na kutimiza kusudi lako ulilopewa na Mungu. Alaraka sika bala bala basi. Sio tu anakuongoza mtumishi, anakufundisha kwenye kila nyanja ya maisha, sio sehemu moja. Malaka sika deba. Atakusaidia uweze kutimiza kusudi lako ulilopewa na Mungu. Kwa hiyo una kusudi hapa duniani, mtumishi. Wewe sio wewe sio takwimu. Au kuja hapa kutimiza tu idadi ya watu walioko Dar es Salaam au Mtwara au Tanzania au Lindi. Hapana. Kuna kusudi kwa ajili ya maisha yako. Kama wewe ni mwana wa Mungu, hebu nikasoma Efeso sura ya 2 mstari wa 10 kwanza, upate kuelewa kwamba wewe ni kazi ya mikono yake, umeumbwa upya ndani ya Kristo Yesu. Ili kutimiza kile ambacho alikuandalia tangu awali. Kuna kazi njema Bwana amekuandalia uifanye, mtumishi. Una lengo, yani kuna lengo kwa ajili ya maisha yako. Wewe sio bahati mbaya kwa Mungu. Mazika talabara wasila. Na mtoto wa Mungu anasema, ikiwa wewe ni mchungaji kwa mfano, unahitaji mwongozo wake kila wakati. Kama wewe ni mtumishi, unahitaji uongozo wa Roho Mtakatifu kila wakati. Mtoto wa Mungu anasema, wachungaji hushughulika na watu wengi, kila mmoja akiwa na changamoto na maswali tofauti. Mara nyingi watu huja kanisani na mizigo kutafuta majibu, na mchungaji hawezi kuchagua tu somo lolote bila mpangilio. Ndio maana ni muhimu kuomba na kutarajia mwongozo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mazika la bala basi. Na kama ni mtumishi na unasikiza asubuhi leo, hebu usiwe professional. Unajua professional ni yule kwa Kiswahili tunasemaje, ni yule mtaaluma, sio au mtaalamu, ambaye yeye ana rely au anategemea tu kwenye yale masomo aliyosoma katika chuo cha Biblia, au ile namna ambavyo alifundishwa na kueleza namna kuandaa masomo. Hiyo ndio namna anaandaa tu. Kwa hiyo hana muda wa basi kala bara bazile ba. Unasema muda wa kugaragara chini kwenye sakafu. Rakasika balaba. Kama umeandaa somo lako mtumishi, inabidi kitanda sio kikusubiri, ukae kwenye sakafu mtumishi. Unene kwa lugha kwanza, umlingane Bwana ili
lile neno lako utaenda kulitoa na kulisema liwe na nguvu yake, lilete badiliko kwa wale watu wanaokusikiliza, kwa sababu kila mtu ana uhitaji wake na changamoto yake. Kwa unahitaji nguvu ya Roho ili aweze kuwasilisha ule ujumbe ipasavyo kwa kila mtu. Malekra artikla akrosta Ndio Mungu anasema, kwa mfano mchungaji au kiongozi anaweza kuwa tayari ameshughulikia na somo fulani kanisani, lakini kila ibada ni ya kipekee. Kwa hiyo ni lazima kuiendea kila ibada kwa ufahamu kwamba Bwana ana kitu cha kipekee kwa kila mtu. Lakini hili laweza kufanyikaje? Neno laweza kumhudumia kwa maana kwa namna ambayo linakutana na kila mtu katika upekee wa uhitaji wake. Roho Mtakatifu ni master communicator, kama umeelewa hilo neno. Yaani ni yule mtu anayewasilisha jambo au anayezungumza katika ubobevu na ubora ambao huwezi kuelezea. Kwa hiyo ukimtegemea, ukimtumainia, ule ujumbe wako ule mmoja unaosoma, mstari ule mmoja atahudumia watu 6 tofauti au 10 tofauti au 1000 tofauti wenye mahitaji tofauti. Kwa sababu yeye anajua namna ya kuwasilisha kwa ubora, kwa ustadi wa hali ya juu. Yeye anajua yaliyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Maandiko yanasema nani anayemjua mwanadamu isipokuwa roho yake na roho Mungu. Kwa hiyo yeye anajua namna ya kuwasilisha kile ambacho kinamsibu yule mtu ndani ya moyo. Ndio Mungu anasema ni kwa njia ya Roho Mtakatifu pekee jambo hili linawezekana. Bwana Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kama maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Hiyo ni Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 38. Kwamba ukimwamini Bwana, kama maandiko yanavyosema, ndani yako itabubujika mito ya maji iliyo hai, mtumishi. Tafsiri nyingine inasema ni chemchem za uzima ndani ya moyo wako. Na mtoto wa Mungu anasema maji hayo yaliyo hai, ambayo ni neno la Mungu, yanamiminika kutoka kwa Roho wa Mtakatifu anayekaa ndani yako. Ukimpa umakini wako, neno lake litatiririka kutoka kwako kama vile maji yanavyomiminika juu ya nafsi iliyo na kiu, likileta majibu ya maswali, masuluhisho ya matatizo, uponyaji kwa wanaoteseka, urejesho kwa waliovunjika moyo, na kuona kwa vipofu, na ujasiri kwa waliokata tamaa. Sakti akshti labarabasira. Umesikia maji ya uzima ya Injili ya Yohana sura 7:38. Maji haya neno la Mungu, mtumishi. Balakasika labarabasira. Kwamba kwa Roho wa Mungu anayekaa ndani yako, ukimtegemea na kumtumainia, atasababisha haya maji yabubujike. Ili neno linaloweza kuleta suluhisho. Balakasika labarabasira. Linaweza kujibu maswali ya watu. Linaweza kumtia moyo yule ambaye amekata tamaa. Linaweza kuponya macho ya vipofu. Baraka la basiri hapo. Kufungua midomo ya bubu, mtumishi. Kufungua yale masikio ya viziwi. Raketa la barabos. Peta la majente le mandarabosa. Kwa hiyo hebu mtegemee Bwana kila wakati unapoandaa kile ambacho unakwenda kufundisha au kujenga wengine. Wewe kama kiongozi katika nyumba ya Bwana, wewe kama mtumishi katika nyumba ya Bwana. Ndio Mungu anasema kanuni hii si kwa ajili ya wachungaji tu, inatumika kwa kila Mkristo pia. Roho Mtakatifu anaishi ndani yako na anatamani kukuongoza kila siku katika mambo yote. Tambua uwepo wake ndani yako na chochea huduma yake maishani mwako. Kwa hili neno ni kwa ajili ya kila Mkristo, sio wachungaji tu. Mchungaji hapa tumezungumza kama mfano wa namna ambavyo Roho wa Mungu anaweza kusaidia ukatimiza lile kusudi ambalo Bwana amekuitia kufanya. Ukaweza kulihudumia lile kundi ambalo liko chini ya uangalizi wako. Lakini uhalisi wa hili ni kwa kila Mkristo, kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yako na anatamani kukuongoza kila siku katika mambo yote. Je, utatambua uwepo wake ndani yako na utachochea huduma yake maishani mwako, au utapotezea? Are you conscious? Je, una ule uelewa wa kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yako? Of course inawezekana hujajazwa na Roho Mtakatifu, lakini kuna fursa ya wewe kufanya hivyo, mtumishi. Kama ukiamini, ukikubali, neno la Mungu ni dhahiri, ni halisi, ni rafiki. Na Mtoto Mungu anahitimisha kusema hivi: atakufundisha, atakuongoza na kusababisha neno lake kutiririka ndani yako ili kuwagusa wengine. Haleluya. Je, nini kitakuzuia kumruhusu yeye kuwahudumia wengine kupitia wewe? Hebu fanya maombi haya asubuhi leo.
Sema, Baba mpendwa, asante kwa ajili ya nafasi ya ajabu ya Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na kiongozi wangu. Ninajitoa kwake kikamilifu, nikiruhusu hekima, ujuzi na nguvu yake kutiririka kupitia kwangu na kuleta suluhu, kuleta uponyaji na mwelekeo kwa wengi. Neno lako linakaa kwa wingi ndani yangu, na kupitia huduma ya Roho Mtakatifu mimi ni baraka kwa ulimwengu wangu. Malika sakabalabo. Asante kwa kunifanya msambazaji wa neema na nguvu zako katika jina la Yesu. Amina. Hey, umesikia maombi mtumishi? Hii ndio namna ambayo unapaswa kuomba na kutamka na kuzungumza na kukubaliana na ile huduma ya Roho Mtakatifu ambayo iko ndani yako, kuhusiana naye kama nafsi hai ya Mungu mtumishi. Kumbuka, Roho Mtakatifu sio upepo, sio moto, sio nguvu. Ana nguvu nyingi sana. Ana nguvu kubwa mno. Lakini sio nguvu mtumishi. Ni nafsi hai ya Mungu. Ndio maana ana hamasa na shauku ya kukujaza, ya kuzungumza na wewe, ya kukuongoza. Kwa wale ambao unatusikiliza na ujilio wa Roho Mtakatifu, naomba nikwambie kesho tutakuwa na program ya 1 hour kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12. Hakikisha ukosi. Unatusikiliza kesho Jumanne tutakuwa na program ya 1 hour kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12. Kwa hiyo hakikisha ukosi, na kwa sababu hiyo tutakuwa na nafasi ya kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu pale ulipo. Nguvu ya Bwana itakugusa katika namna ya tofauti ambayo hujai kuona tena. Amen. Kwa hiyo nakutia moyo ujiandae, kuwa tayari, kuwa na shauku na hamasa, na kitu ambacho tunakizungumza kitakuwa udhihirisho wako na udhahiri wako. Na ingia ndani zaidi katika somo hili la Jumamosi kwa kusoma mistari ifuatayo. Isaya sura ya 30 mstari wa 21. Isaya sura ya 30 mstari wa 21. Injili ya Yohana sura 16 mstari wa 13. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 13. Na Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 38 mpaka 39. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 38 mpaka 39.